Kuna wimbi kubwa la watu ambao tunaendesha kwa miamko katika kutafuta watu sahihi ambao tunatakiwa tuwe funzo kwao, na kuna wakati hata namna ya kuchagua watu inakuwa si sahihi sana, lakini nakusihi ili uchague mtu ambaye ni kioo kwako, inabidi uzingatie vitu vingi sana. Lakini na wewe ambaye watu wamekuweka kama kioo na watu wameweka kama funzo, inabidi na wewe uwe katika funzo, uwe katika namna ambapo watu wanaweza kujifunza kutoka kwako. Yes, so usiweke namna ambapo mtu anakuwa hana cha kujifunza kwako, kwa sababu tayari ushakuwa kioo cha jamii. So inatakiwa uwe katika namna ambayo mtu anaweza akajifunza kwako. Usijiweke katika namna ambapo mtu anaweza akaharibu maisha yake kwa sababu yako. Usijiweke katika namna ambayo hata watu hawawezi kushawishika na maisha yako, na utakuwa unasemwa kila siku kwamba unarahisha watu wabaya ambao wana upungufu wa maadili. Lakini na wewe ambao unachagua mtu sahihi wa kumfuata na kupata mafunzo kwake, usifanye kwa miemko, usifanye kwa sababu eti unampenda. Haya maisha ili yaende, inabidi upate mtu sahihi wa kujifunza kutoka kwake, sio kwa sababu ni maarufu, sio kwa sababu yeye ana pesa, ila kwa sababu ana mwongozo sahihi katika maisha yake kwako. Chagua mtu sahihi na usichague kwa sababu ya miamko. Watu wengi wanachagua watu kwa miamko huwa wanaishia pabaya sana. Hakikisha katika maisha yako kuchagua mtu usijute, na ukishajuta umepotea. Usijaribu kupoteza na mtu ambaye hata hauna uhusiano wowote. Kumbuka, kumtafuta mtu ambaye ni funzo inahitaji ukae katika utulie kabisa. Kuwa na utulivu, hakikisha kwamba unachagua mtu sahihi. Lakini pia na wewe ambaye watu wamekuchagua kama kioo, inabidi wewe ujiweke katika namna ambayo watu wanaweza kujifunza. Hakikisha katika maisha yako utulie na kutulia. Usijaribu kujutia kwa maamuzi utakayoyafanya. Hakikisha kwamba unafanya maamuzi sahihi katika kuchagua watu sahihi wa kujifunza.